Watu wangu one time. Hebu kujeni kwanza tuambiane kweli hapa. So, recently there was a meeting between Wanjige and Wamnyoro. Unaona hii combination ya Wanjige na Wamnyoro. Wanjige is somebody who has money. Wacha tuseme tu hivyo. So, in terms of support, tunaweza tukapata. Kama anaweza shawishika akuje tuunge mkono. Kama ni mtu mwenye anataka one term hiyo ikuwe ni reality. Wacha tuambiane kweli. Tunahitaji ujamaa pia. And furthermore, I saw Edwin Sifuna recent interview. Ile yenye alifanya Egisa FM. Kama uko ona hebu enda uone. Sifuna anasema kitu kimoja mzuri sana. Kuna kufanya kazi na wale watu wenye mko na like minded. Yaani wenye mna mwelekeo mmoja. Ukiona huyu jamaa anafaa tunaweza tukaenda barabara moja na yeye. Fadhali umuite karibu, mfanye kazi pamoja na yeye. Kwa sababu ile jukumu kubwa sana ni kutoa huyu jamaa hapa. Na kutoa huyu jamaa hapa haitakuwa kazi rahisi. Kwa sababu sisi hatuna support ya government. Lakini yeye ako na support ya government. Kama mnakumbuka mzuri sana last time yenye tulienda election yenye Uhuru alikuwa anasaidia baba. Ilikuwa ni kimungu huyu jamaa kawin. So kama saizi yako ndani, kama ako ndani, suroni itakuwa ni vigumu. Aya, wacha nirudi kwa point yenye nilikuwa nataka kusema. Ile tishio kubwa sana kama watu wa one term, ile yenye tuko nayo sana saa hii. Tuko na tishio tu moja. Ni tutezaji kuconvince watu wenye wanatoka pande ya Ukambani wa kujua tu join. Hiyo naongelelea leader wa Ukambani Kalonzo Musyoka. Kwa sababu huyo ndo tutishio peke yake. Kwa sababu if you remember last time Kalonzo Musyoka na baba they were not in good terms. Kwa sababu gani? Kumbuka baba alikuwa amemwahidi ile wakati mwingine kwamba akienda kusimama atamsupport. Lakini baba alikuja akageuka dakika ya mwisho. Sasa yeye pia kwa ile makasiriko yenye alikuwa nayo kwa ile wakati. Sio saizi kwa ile wakati. Hakuanza kusupport baba hiyo election ilipita. Alimwacha peke yake. Walikuwa na run na Martha Karua. Alimwacha akaenda peke yake. Due to ile agreement walikuwa wameandika kitambo. Now, why am I bringing this thing up? Kwa sababu ya kitu kimoja. Saizi tuondoe Wamnyoro. Haizi simama. Si ndio? Huyu Martha Karua ana influence sana. Haizi simama. Hata kama nasimama ana ile convincing power saizi yenye anaweza convince na watu. Ana. Tumebaki na two choices. Choice number 1 ni either Kalonzo aende kama president, Matiang'i aende kama vice president. Ama Matiang'i aende kama president, Matiang'i aende kama president, Kalonzo aende kama vice president. Hiyo ndio choice tumebaki nayo. Na hiyo choice si rahisi. Kwa sababu hapa kila mtu atakuwa anavuta pande yake kwake. Na tunataka vote za wapi? Za Ukambani. So kwa sababu gani nasema vote za Ukambani ziko na muhimu kidogo? Hebu angalia cost. Cost iko mix. Unaona? Iko mix ya each and every community iko wapi? Iko cost. Na ukiangalia Wakamba nini yao mingi hata badala wakuje huku Nairobi wanaweza enda wapi? Mombasa. So ni vile wako karibu na nini? Na Mombasa. So hiyo geography yao ndio inafanya wako wengi pande ya Mombasa. So kama tunaweza convince kama tunaweza kuconvince na nini? Kalonzo Musyoka, it will be better. Akue pande yetu. Because remember this one. Huyu president wetu ni mjanja. Anatumia division. Divide and rule. Na tukimpatia chance aibe Kalonzo, tutakuwa tumeisha. Kwa sababu remember this one.
Sifuna saizi akona influence, anaweza organize kura lete, lakini for presidency ile run kama president bado hajafikia hiyo hajakitiza mizizi yake, bado hajashika chini vizuri. So anataka maybe kitu kama senator aende round 1, ndo akuje kama anaweza run for president, kwa sababu sasa atakuwa amekomaa kisiasa vizuri kabisa. Hii hata kiran nitampea. Now let's come back to two people wenye tunaongelea sana umuhimu, Matiang'i na Kalonzo. Matiang'i vote za Kisii anaweza leta almost karibu zote. Kwa sababu gani nasema anaweza leta karibu zote? Ile ilikuwa ni ngome ya ODM. Na ODM bado wenye wako huko, wengine saizi wanafollow Sifuna. Kwa sababu people are now feeling like wenye walienda pande ya Ruto, kwa hiyo ODM yenye ilibaki pande ya Ruto, they betray Baba's legacy. Kwa sababu kila mtu saizi hapa analia, nyinyi mnaharibu kenye chama yenye baba alianzisha. Unaona? So wale wenye wako kwa ODM saizi bado wanaweza sikiza Sifuna pande ya wapi? Pande ya Kisii. Na the same watasikiza nani? Mr. Matiang'i. So hapo ni guaranteed. Hapo is a guaranteed vote tutapata. Lakini sasa mahali penye tuko tuna shida ni hapa tu kambani kidogo tu. So hapo ndo tukicheza mchezo wetu mzuri. Mti yangu one time asubuhi mti yangu tumeingia. Hata kama atatuibia, lakini wacha tukue na hope. Lakini reality ni kwamba tukae ngangari, kwa sababu huyu jamaa si atatuibia. Mimi I do believe huyu jamaa kitoka maisha itakuwa mzuri. Lakini so long as bado huyu jamaa ako hapo, sioni ndugu yangu. Mafuta bado inaendelea kupanda. Kila kitu, maisha bado inaendelea kupanda. So ukiona hii video iko sawa na wewe, tafadhali share na mwingine. Kama wewe ni mtu wa one time, tafadhali fanya the necessary thing.